Achani kutakia asubuhi njema kwako wewe mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yangu wewe ni mzima wa afya popote pale ulipo ambao unaendelea kusikiliza matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2025. Najua mko wengi ambao mnaendelea kufuatilia habari zetu kutoka pande zote ine za dunia. Kwa walio jioni, acha niseme jioni njema. Basi nakukaribisha kufuata matangazo yetu. Hii ni Kivu News Info, tunakutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Langu jina ni Ite Eloge Lulonga. Basi nakuomba kuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa taarifa zetu za asubuhi ya leo, na katika taarifa zetu utapata kujua mambo mengi ambayo yanaendelea kupitika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan Kongo Mashariki. Basi kama ndo mara kwanza unatusikiliza, unatizama habari zetu kupitia mtandao huu, basi nakuomba kufanya kitu kimoja, usahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha niendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Karibu. Mkutano muhimu wa Tshisekedi na Fayulu jijini Kinshasa. Wito wa umoja wa kitaifa katikati ya mgogoro. Kinshasa, DRC. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alimkaribisha kiongozi mashuhuri wa upinzani Martin Fayulu katika ikulu ya taifa siku ya Alhamisi. Mkutano huu unafuatia ombi la hadhara la Brau Fayulu alilolitoa siku 3 zilizopita la kutaka mazungumzo ya moja kwa moja na mkuu wa nchi. Kikao hicho kilichoanza saa 10:40 ya takriban saa 2 kilifanyika katika mazingira ya uchangamfu licha ya tofauti zao za kisiasa za muda mrefu. Akizungumza na wanahabari baada ya mkutano, Martin Fayulu alisisitiza uzito wa hali inayokabili taifa, akisema, "Nchi iko katika awamu ngumu sana, tunashambuliwa kutoka pande zote, tunahitaji mshikamano wa kitaifa." Aliongeza kuwa alimweleza Rais Tshisekedi kwamba suluhu la pekee ni kuunda kambi moja ya ndani. Kiongozi huyo wa chama cha ECID alitoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kijamii na kumhimiza Rais Tshisekedi kukutana na viongozi wa kidini, hasa kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Kongo CENCO na Kanisa la Kristo nchini Kongo ECC, ambao wamekuwa wakipendekeza mkataba wa kijamii. Kwa mujibu wa Fayulu, Rais Tshisekedi aliahidi kulishughulikia ombi hili kwa haraka. Hata hivyo, Fayulu alibainisha kuwa suala la uwezekano wa kambi yake kujiunga na serikali halikuzungumziwa wakati wa kikao chao. Mkutano huu una umuhimu mkubwa hasa ikizingatiwa hali tete ya usalama nchini, hususan mapigano yanayoendelea kati ya jeshi la Kongo FARDC na waasi wa M23 katika eneo la Mashariki. Siku ya Jumatatu, Rais Tshisekedi alikuwa amemsifu uzalendo wa Martin Fayulu na kuonyesha nia yake ya kukutana naye ili kuiokoa jamhuri. Wito wa Fayulu wa umoja unaunga mkono miito mingine kutoka kwa wadau mbalimbali wa kisiasa na kidini nchini, wanaoshinikiza kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa jumuishi ili kupata suluhu kwa mizozo ya kiusalama, kisiasa na kijamii inayoendelea kuikumba nchi. Le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la CENCO et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais
sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci. Wanamgambo kutoka kundi la ushirika kwa ajili ya maendeleo ya Kongo CODECO wamefanya shambulio jipya katika eneo la Jugu mkoani Ituri na kusababisha vifo vya raia 6 usiku wa kuamkia Alhamisi, Juni 5, 2025. Shambulio hilo lilitokea katika kijiji cha Tsotso kilichoko katika groupment ya Lopa. Kulingana na taarifa kutoka kwa Lotsima Lachu, msemaji wa eneo hilo, wanamgambo hao waliingia kijijini na kuanza kuwashambulia raia. Mbali na watu 6 waliothibitishwa kufariki, watu wengine kadhaa walijeruhiwa katika shambulio hilo. Aidha, ripoti zinaonyesha kuwa kuna watu ambao hawajulikani waliko baada ya kutoweka wakati wa mashambulizi hayo. Hali ya usalama katika eneo la Jugu imeendelea kuwa tete kwa miaka kadhaa kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi yenye silaha likiwemo kundi la CODECO. Kundi hili linalodai kutetea maslahi ya jamii ya Walendu limehusishwa na mauaji ya mamia ya raia na kusababisha maelfu ya wengine kuyahama makazi yao. Mashambulizi haya ya hivi karibuni yanajiri licha ya uwepo wa operesheni za kijeshi zinazoendeshwa na Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa lengo la kurejesha amani na usalama katika mkoa wa Ituri. Mashirika ya kiraia na viongozi wa eneo hilo wanaendelea kutoa wito kwa serikali na jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kuwalinda raia na kukomesha ghasia zinazoendelea. Goma, Kivu Kaskazini. Hali ya usalama imeendelea kuwa tete katika eneo la Kisimba, wilaya ya Walikale, mkoa wa Kivu Kaskazini, kufuatia mapigano makali yaliyoripotiwa Jumatano, Juni 4, 2025, kati ya waasi wa Alliance Fleuve Congo AFCM 23 na vikosi vya Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Mapigano hayo yamesababisha wimbi jipya la watu kuyahama makazi yao na kuzidisha hofu katika eneo ambalo tayari limeathiriwa na mizozo ya mara kwa mara. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mapigano yalianza majira ya saa 9 alasiri kwenye kilima cha Nkobe katika eneo la Banakindi. Milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi. Hali hii imelazimisha wakazi wa vijiji vya Banankoyo na Banamuruya kukimbia makazi yao na kutafuta hifadhi msituni na katika maeneo mengine wanayoona ni salama. Uhamisho huu wa sasa unafuatia wimbi la awali la wakazi kutoka vijiji vya Munsanga, Busakara na Kisone ambao walikimbia makazi yao mapema wiki hii kutokana na kuongezeka kwa hali ya wasiwasi na vitisho vya mashambulizi. Hadi sasa ni vigumu kuthibitisha matokeo kamili ya mapigano ya Jumatano, ikiwemo ni upande upi unaodhibiti kilima cha Nkobe kwa sasa. Ukosefu huu wa taarifa kamili unaongeza hali ya sintofahamu na hofu miongoni mwa raia waliofurushwa. Viongozi wa kimila na mamlaka za kiutawala katika eneo hilo wameelezea wasiwasi wao mkubwa kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama. Wametoa wito kwa serikali kuu kuongeza na kuimarisha uwepo wa wanajeshi wa FARDC katika eneo hilo ili kukabiliana na mashambulizi ya waasi na kulinda raia. Mienendo ya mara kwa mara ya watu kuyahama makazi yao sio tu inavuruga maisha ya kila siku, lakini pia inazidisha changamoto za kibinadamu katika eneo la Walikale ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikabiliwa na ukosefu wa utulivu. Habari za kusikitisha zimetikisa jiji la Goma kufuatia mauaji ya Yves Bakambana, mmiliki wa kituo cha uhamisho wa fedha, aliyepigwa risasi na kufariki dunia Jumatano Juni 4, 2025, majira ya saa 4 usiku. Tukio hilo lilitokea katika soko la Alalaini wilayani Himbi na linatekelezwa na watu wanaodaiwa kuwa majambazi. Kwa mujibu wa shahidi aliyehojiwa na Kivu News Info, washambuliaji wawili waliovalia koti jeusi walifika wakiwa kwenye pikipiki, walimfyatulia risasi Bakambana na kisha kumpora begi lake lililokuwa na kiasi kikubwa cha pesa. Baada ya mauaji hayo, walifyatua risasi hewani ili kuwatisha watu na kutoroka bila kukwazwa. Shahidi huyo alieleza kuwa alijifungia kwenye duka lake la dawa baada ya kusikia milio ya risasi, na alipotoka nje alikuta mwili wa Bakambana umelala chini karibu na duka lake la huduma za kifedha. Kufuatia mauaji hayo ya kinyama, umati wa wananchi wenye hasira walisafirisha mwili wa marehemu hadi katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Tukio hili linakuja chini ya saa 48 baada ya mauaji mengine kutokea Jumapili, Juni 1, ambapo msanii mchanga wa Slam aliuawa na watu wanaoshukiwa kuwa majambazi alipokuwa akifanya kazi kama mlinzi karibu na taasisi ya Mount Carmel. Ukosefu wa usalama unaendelea kuwa changamoto kubwa katika jiji la Goma, licha ya juhudi za mamlaka mpya ya FCM 23 kudhibiti hali hiyo. Visa vya mauaji, wizi na uvamizi vinaripotiwa kila mara, na wananchi wanajihisi kutokuwa salama hata mchana.
Wiki iliyopita, meya mpya wa Goma, Julien Katembo Ndalieni, aliyeteuliwa na AFC M23, alipiga marufuku uendeshaji wa pikipiki baada ya saa 10 jioni katika jaribio la kukabiliana na ongezeko la ukosefu wa usalama. Ingawa baadhi ya maeneo ya Goma yameona uboreshaji wa usalama, kuendelea kwa vitendo vya uhalifu kama vile ujambazi, mauaji na haki za kundi la watu kunaonyesha kuwa ukosefu wa usalama bado haujawa na neno lake la mwisho katika jiji hili la kitalii. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yachaguliwa kuwa mjumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wakati wa kikao cha mashauriano kilichofanyika Jumatano, Juni 4, Rais wa Bunge la Kitaifa, Vital Kamerhe, alipongeza kuchaguliwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kama mjumbe asiye wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa spika wa bunge la chini. Nafasi hii inaipa DRC jukwaa muhimu la kutoa sauti yake na kuunga mkono amani ya kudumu nchini DRC, barani Afrika na kwa ubinadamu kwa ujumla. Kuchaguliwa huku kunaashiria fursa kwa DRC kushiriki kikamilifu katika maamuzi muhimu ya kimataifa yanayohusu usalama na amani duniani. La dernière fois que la République démocratique a siégé au Conseil de sécurité, je me souviens très bien, c'était en 1993. Donc en effet, la République démocratique du Congo a été élue avec brio, membre non permanent du Conseil de sécurité. Ceci démontre bien que notre cause est noble. Alors Madame Thérèse Kayikwamba, ministre d'État des Affaires étrangères, toutes nos félicitations. Deuxième bonne nouvelle, la République démocratique du Congo a été élue vice-président du Comité des droits de l'homme. Nous félicitons encore une fois une dame, Madame la ministre des Droits humains, Chantal Tchambou. Troisième bonne nouvelle, la République démocratique du Congo vient de bénéficier de la Banque mondiale d'un montant de 1 milliard de dollars américains. Ça aussi, ça mérite d'être salué. Féliciter Madame la Première ministre, les ministres d'État au budget et les ministres des Finances. Mais nous devons vraiment travailler. Shirika ya haki za kibinadamu na waandishi wa habari yakemea marufuku ya CSAC kwa vyombo vya habari kuelekea PPRD na Joseph Kabila. Mnamo Jumatano, Juni 3, mashirika kadhaa ya kisiasa ikiwemo Chama cha Kiafrika cha kutetea haki za kibinadamu ASADHO na shirika lisilo la kiserikali la waandishi wa habari hatarini JED yalitoa wito kwa Baraza Kuu la Audiovisual na Mawasiliano CSAC kubatilisha uamuzi wake wa kupiga marufuku vyombo vya habari kuripoti shughuli za chama cha watu kwa ajili ya kujenga upya na demokrasia PPRD na Joseph Kabila. Mashirika haya yanaamini kwamba uamuzi huu wa CSAC unadhoofisha demokrasia, ni wa kimabavu na unajumuisha matumizi mabaya ya madaraka. Hoja za upinzani dhidi ya uamuzi wa CSAC. ASADHO, mshauri wa rais wa ASADHO, Jean-Claude Katende, anaamini kwamba hatua hii ya kiholela ingeweza kuhesabiwa haki tu ikiwa PPRD tayari ilikuwa imevunjwa kisheria. Anauliza msingi wa uamuzi huu na anauona kama suluhu ya kimafumbo. Katende anasisitiza kuwa PHO haijavunjwa na CSAC, inapaswa kuepuka kujihusisha na mchezo wa kisiasa. ACAJ Georges Kapiamba wa ACAJ anaunga mkono maoni haya, akilaani uamuzi huo kwa sababu chama cha siasa cha Joseph Kabila hakijawahi kuvunjwa kwa uamuzi wa mwisho wa mahakama. Jumuiya ya Kiraia Mpya ya Kongo, Jonas Tishiombela, mratibu wa Jumuiya ya Kiraia Mpya ya Kongo, anaelezea hofu yake kwamba nafasi ya uhuru wa kujieleza kwa demokrasia inapungua nchini. Waandishi wa habari hatarini JED. Shirika hili linalaani mashambulizi dhidi ya demokrasia. Katibu mkuu wake, Chivis Chivwadi, anakumbusha kuwa CSAC ni chombo cha udhibiti na sio chombo cha kudhibiti vyombo vya habari. Maoni ya tabaka la kisiasa. Lamuka, Martin Fayulu. Prince Epenge, msemaji wa Lamuka ya Martin Fayulu, anakosoa hatua hiyo na kukumbusha kuwa uhuru wa maoni, haki ya habari na uhuru wa kujieleza ndio nguzo ya demokrasia na imehakikishwa kwa wote. Mwitikio wa serikali. Msemaji wa serikali Patrick Muyaya, msemaji wa serikali, alijibu kwa kusema kuwa nchi inakabiliwa na hali ya shida na katika hali kama hiyo, udhibiti wa shida ni muhimu. Aliongeza kuwa nchi inakabiliwa na vita vya habari. Anatumai kuwa rais wa CSAC atalijadili suala hili na waandishi wa habari ili pawepo na uelewa mzuri wa hatua za tahadhari alizochukua kutokana na hali ilivyo nchini.
Acha nitoe shukrani zangu za dhati kwako wewe mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, wewe ambaye ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa taarifa zetu za asubuhi ya leo ya tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2025. Langu jina ni Itelo Jelulonga, tukikutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ndo mara kwanza unatizama habari zetu au kusikiliza kupitia mtandao huu, basi nakuomba kufanya kitu kimoja. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha niendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Najua mko wengi ambao mnaendelea kufuatilia habari zetu kutoka kona pande zote ine za dunia. Acha tuendelee kusema asante sana kwa support yenu kwa Kivu News Info. Basi acha niseme bye bye na tukutanane kwa vipindi vingine vya baadaye.